Mambo vipi? Karibu kwa kusikiliza stori hii inayokwenda kwa jina la Kibaka Msanii. Moja kati ya stori ambayo ukisikiliza akili yako itachangamka, akili yako itapanuka. Mimi naitwa Modo HD na hii ni Push Media. Kama huja subscribe YouTube channel yetu ya Push Media, karibu sana kwa kusubscribe. Lakini sio mbaya ukibonyeza alama kengele ili kupata notification pindi tunapokuwa tunaachia kazi zetu. Stori hii ya Kibaka Msanii inazungumzia vijana wawili hatari sana. Ninaposema hatari ni hatari kwelikweli. Vijana pasua vichwa, vijana ambao walikuwa ni wazee wa mishe, na maanisha vibaka hatari sana, waliokuwa wakitumia vifaa vyenye ncha kali kama nyembe, visu, panga, shoka, isipokuwa silaha za moto kama risasi hawakuwa wanatumia. Lakini pia vijana hawa ni mabingwa sana wa kucheza kamari. Ni watu ambao kwa kweli ilikuwa ni pata shika. Licha ya sifa mbaya iliyokuwepo katika jamii na wazunguka, vijana hao walikuwa na vipaji vikubwa sana, hususa ni muziki wa kizazi kipya. Walikuwa vizuri sana. Baadhi ya watu walikuwa hawaamini katika tabia zao wanazozifanya, lakini kuna baadhi ya watu pia walikuwa wanawajua vizuri sana. Kijana wa kwanza jina lake halisi alikuwa anaitwa Isaac, lakini ni maarufu kwa jina la Shakur, na kijana wa pili jina lake halisi aliitwa Idrisa, ila yeye maarufu kwa jina la Dia Boy. Ni vijana ambao kwa kweli walikuwa ni hatari sana. Shakur anaishi na mama yake pamoja na mdogo wake wa kike kwa maana dada yake, lakini pia Dia Boy yeye anaishi kwa kaka yake pale. Basi bwana, stori yetu inaanzia kwa Dia Boy. Dia Boy bwana alionekana kwenye mji wa watu, mji fulani hivi, anaiba dishi, yuko juu ya nyumba, anafungua taratibu. Sasa wakati yuko bize anafungua lile dishi, jamaa mmoja akatoka kwenye chumba akiwa amebeba ndoo yake anakwenda kuoga, akiwa amejifunga taulo. Akawa ameona kitendo kile, yeye Dia Boy hana habari kabisa, yuko bize na kufungua lile dishi. Basi bwana, jamaa alivyoona akawa amerudi ndani kuchukua panga. Jamaa akaanza kunyemelea, sasa anamsogelea Dia Boy ili aweze kumkata. Bahati mbaya bwana, jamaa akawa amekanyaga chupa ya maji, kapiga kelele. Dia Boy kashtuka bwana, kakurupuka, akaluka, kaanza kukimbia. Basi yule jamaa akaanza kumkimbiza Dia Boy, wakaanza kukimbizana, jamaa akiwa kwenye taulo yake akajifunga. Bahati mbaya yule jamaa kwa sababu alikuwa amejifunga taulo ikawa imedondoka, jamaa kabaki kwenye boxer, ikawa pona ya Dia Boy. Mwamba akawa amerudi. Wakati ule siku ile upande wa pili kikanuka gesti kwa Shakur. Shakur bwana ameshikana mashati na binti fulani hivi, walikuwa wameaidiana kiasi fulani cha fedha. Basi yule binti yeye akawa analalamika, anatukana na anamwambia nipe langu. Basi Shakuru yeye kachomoa shilingi 1000 anampa yule binti. Yule binti naye anasema kwamba hatujaelewana shilingi 1000. Basi watu wakawa wamejaa pale. Yaani ilikuwa ni patashika. Shakuru mbabe kinoma anasema tumeelewana shilingi 1000. Maana Shakuru pia alikuwa ni mtu wa totos, alikuwa anapenda sana watoto wazuri, alikuwa anapenda sana warembo. Basi bwana, bahati nzuri kuna busara za baadhi ya watu waliofika kwenye lile tukio pale gesti, wakawa wamemshauri yule binti, bwana achana naye bwana, huyu kijana fanya kupotezea wewe, samee tu, endelea na mambo yako. Basi yule binti bahati nzuri bwana akawa amewasikiliza wale watu waliokuwa na shauri pale. Basi akawa ameenda, japo aliondoka kwa uchungu akimwangalia Shakur. Hiyo nayo ikawa imepita bwana. Basi bwana, siku nyingine tena ilikuwa ni majira ya jioni. Dia Boy ametoka kule ambako wanakutana. Kuna jengo moja ambalo halijakamilika, huwa wanakutana pale Shakur, Dia Boy pamoja na washikaji zao wengi. Ni jumba fulani hivi ambalo wanalitumia kama kujifichia ama kufanya ujinga wao pindi wanapokuwa wametoka kufanya harakati zao. Basi Dia Boy katoka kule kavuta mibangi, yani amesizi, ni kama kalewalewa fulani, mpaka pale nyumbani kwa kakake anapoishi. Basi bwana akamuona shemeji yake anaoga. Basi Dia Boy akaanza kunyatia taratibu mpaka kwenye lile bafu. Hajaanza kumchungulia shemeji yake,
Basi akawa bize pale, kaanza kumchungulia, tunasema kwamba kupiga chabo, akawa bize kweli kweli. Mara shemeji yake akashtuka. Shem vipi? Jamaa akavungavunga kama alikuwa hachungulii. Shem kaanza kupiga kelele, kaanza kumtukana shemeji yake. Unafanya mambo gani? Mambo ya kijinga. Basi jamaa akasema kwani mimi nimefanya nini? Wakati shemeji yake na Diaboy akiendelea kumfokea Diaboy, bana muda kidogo bwana kafika kaka yake na Diaboy. Akaanza kuuliza, nini tena? Basi mkewe akaeleza kila kitu. Bwana shemeji yangu 1 2 3. Jamaa akabisha akakataa sana pale. Mwisho wa siku bwana wakaelekea ndani kwa ajili ya kikao cha familia. Wakaanza kuzungumza. Eleza, basi ameeleza mwanzo mwisho pale shemeji yake Diaboy. Diaboy kaeleza pale, lakini macho yake Diaboy yalikuwa yanaonyesha dhahiri shahiri kafanya kile kitendo. Basi kaka yake akawa mkali sana. Akamwambia, nisikilize, usipoeleza ukweli la sivyo mimi nitakufukuza. Akawa anamtishia vile. Basi wakati anamtishia vile, Diaboy akaanza kueleza bwana. Kafunguka ukweli bana, kaka nisamee, ni kweli nimepitiwa swini 1 2 3. Kifupi Diaboy kafunguka ukweli, akawa amezungumza pale. Kaka yake alisikitika sana. Akamwambia, mdogo wangu bado hujakoma. Huna muda mrefu tu ulikuwa jela. Miaka 2 ulihukumiwa kwa kesi ya ubakaji pamoja na rafiki yako Shakul. Haujakoma. Mimi nilijua labda jela kumekufunza, lakini bado. Inasikitisha sana mdogo wangu. Ni kweli bwana, waliwahi kufanya uhalifu wa kumbaka binti, wakafungwa miaka 2 jela. Sasa wana muda mchache sana tangu wametoka jela. Bana kaka yake kaanza kusikitika pale, kaka yake Diaboy kasikitika pale. Diaboy kaanza kuomba msamaha pale, kaomba msamaha. Mwisho wa siku Diaboy bwana akawa amesamehewa tu na kaka yake akamuonya. Akamwambia, next time mimi nitakufukuza kwangu, ushakuwa paswa kichwa. Nimechoka. Basi hiyo ikawa imeishia hapo. Basi bwana kesi ya Diaboy na shemeji yake ikawa imeishia pale, na Diaboy akawa amesamehewa na kaka yake, maisha yakaendelea. Kumbuka ilikuwa ni majira ya jioni. Siku hiyo bwana ilikuwa ni siku ya mnada, wengine wanasema siku ya gulio. Kuna watu wengi sana hiyo siku wanakuwa wanauza biashara zao kule gulioni. Sasa kuna mtu anaitwa Shakul kama kawaida yake, kila siku ya soko ama siku ya gulio, mnada yote sawa, kuwa anafika kule kwa ajili ya kuangalia utaratibu wa kupora nini. Si unajua tabia zao ni mbaya bwana. Shakul bwana katika pita zake akiwa kule kwenye soko, akamwona mama mmoja amefunga pesa kwenye nguo yake. Kama unavyojua wale wamama wa vijijini huwa wanafunga hela kwenye kitenge, then nguo wanaitupa kwa nyuma huku. Sasa ile hela ilikuwa imeonyesha kifundo. Basi akaanza kusogea sasa Shakuru taratibu paka kwa yule mama, akawa amemkaribia. Shakuru bwana akawa amechomoa mkasi, akamsogelea yule mama. Shakuru taratibu, yule mama akiwa bizi anashangaa bidhaa mbalimbali pale. Taratibu Shakuru akaanza kukata kile kifundo kilichofungwa fedha. Taratibu akaanza kukata mpaka akafanikiwa bwana. Wakati anafanya kile kitendo Shakuru, kuna mdada mmoja pembeni alikuwa anamuona Shakuru anachokifanya. Yule dada akataka kwanza kupiga kelele. Shakuru akashtuka, akamuona yule dada, akamuonyesha ishara ya yani kae kimya. Wakati wa Shakuru tayari ameshakata lile fundo. Yule dada akasema, hapana, we mwizi. Dada si akaanza kuita mwizi. Wakati wa Shakuru amevaa t-sheti imeandikwa nipe 5. Kama unavyojua kuna msimu fulani kuna t-sheti zilitokea zimeandikwa nipe 5. Basi Shakuru alikuwa amevaa ile t-sheti. Shakuru alipoona hii barabu, Shakuru akajichanganya kwa watu, kwa sababu soko lilikuwa lina watu wengi sana, akajichanganya mle. Dada wakati anaita mwizi, yule mama si akashtuka, yule aliyoibiwa kuangalia kitenge chake, hakuna tena ile fedha kwenye kifundo. Mama watu kaanza kupiga makelele, mwano
ukaanza kupigwa mayowe pale. Basi Shakuru akajichomeka kwa watu, akapotelea kule, wakaanza kumtafuta sasa huku, mwizi. Shakuru moja kwa moja akapotelea kule, siaonekani bwana. Wakati wanaita mwizi alikuwa amevaa t-shirt imeandikwa nipe 5 bwana. Kuna janki mmoja akaonekana anaongea na simu, akiwa biza anaongea na simu, naye kavaa t-shirt ile imeandikwa nipe 5. Kumbuka t-shirt hizi zilitoka zilikuwa ni nyingi sana, kila kijana alikuwa anavaa, zimeandikwa nipe 5 bana. Yule dogo bwana yuko biza anaongea na simu, kavaa ile t-shirt nipe 5 bwana. Yale mayowe nini, yule dada wa kwanza aliyemuona Shakuru akamshakia yule kaka, akasema ndio huyu hapa, alikuwa amevaa t-shirt hili. Yule janki kashtuka, ndio huyu. Yule janki vipi? Yule janki bwana, lile wenge bwana, yule janki kajichanganya bwana. Yule janki sakakimbia, ndio yeye kajiloga bwana, akaanza kukimbizwa, mwizi. Mpaka yule janki kafika sehemu fulani, kapigwa kaanguka pale, wakaanza kumshambulia bwana. Shakuru akaonekana sehemu kuna duka, kaingia mle moja kwa moja, kaulizia t-shirt, shingapi t-shirt? Akaambiwa shilingi kadhaa. Shakuru kachomoa fedha, kanunua ile t-shirt bwana, kavua ile t-shirt yake ile imeandikwa nipe 5, akawa amefunga kwenye kimfuko fulani hivi, akaiweka. Shakuru bwana alivyo na roho ngumu bwana, katoka kwenye lile duka. Wakati huo dogo anaendelea kumpiga Shakuru, akafika pale kwenye mayowe ya wale watu. Shakuru bwana naye akaanza kuita, mwizi apigwe. Kumbe mwizi bwana ni yeye bwana. Yule dogo siku zake bwana zilikuwa zimefika. Yule dogo alipigwa, wakaanza kuleta magogo, kuni zile zikaanza kuletwa, dogo achomwe moto bwana. Dogo karundikiwa magogo pale, dogo sakachomwa moto, akiwepo Shakuru anashuhudia, naye pia akawa ni mtu wa kuchochea zile kuni, anaweka mwizi apigwe. Kumbe maskini dogo kauawa kwenye hamna kabisa, halafu aliyehusika mzima kabisa, tena anashiriki kabisa kushinikiza kwamba huyu ni mwizi, na mwizi kumbe alikuwa ni yeye. Kikweli ilisikitisha sana, dogo aliuawa pale. Shakuru akawa ameondoka bwana. Shakuru bwana alivyotoka kule kwenye soko, moja kwa moja akapitiliza mpaka nyumbani. Basi akamkuta mdogo wake pale wa kike, kaanza kumwomba chakula. Mdogo wake akamwambia kwamba kaka, chakula kimeisha, mama aliacha hela ndogo, kwa hivyo nimekula mimi na yeye. Shakuru alivyosikia vile kamaindi, kaanza kumpiga mdogo wake, kumpiga pale. Punde kidogo mama yao akawa amefika, akauliza nini tena, dada ya mtu akawa ameelezea. Baada ya kugundua kwamba Shakuru ndiye mwenye matatizo, mama yake akaanza kumfoka sana Shakuru, akamwambia mbona ubadiliki? Mimi nakwenda kuhangaika huko, lakini wewe hata hela yenyewe utoi hapa nyumbani. Badilika basi mwanangu, unakuaje? Isaac vipi? Anamuita sasa Shakuru kwa sababu jina lake halisi anaitwa Isaac. Shakuru kaanza kutukana pale na mama yake, kuelezwa ukweli. Kumbuka mama yake pia ana kigenge chake kule sokoni, anajihusisha na biashara ndogo kama mboga, nyanya, nini. Basi Shakuru kaanza kueleza ukweli pale. Shakuru akasema, mama, huyu mwanao wa kike bwana unampendelea sana, sio nini, hamna noma. Akawa anazungumza vile kama msusa fulani. Shakuru akawa ameondoka lile eneo. Mama kaanza kusikitika tu pale, akasema mwanangu, mbona tabia zake ni chafu, tabia mbaya, habadiliki. Mama akajisemelesha pale kwa uchungu nini. Shakuru yake akawa ameondoka zake. Basi ni siku moja tena bwana, kwenye lile jengo lao, lile gofu la nyumba, lile jengo ambalo wanakutana pale bwana, Shakuru pamoja na wenzao wakiwa bize, wana smoke, wanavuta nini, wako bize. Mara kuna mrembo akatokea, akapita ile njia, bonge moja la mrembo, binti moja mkali, ni hatari. Binti huyo bwana amevaa earphone, akiwa bize anakula dondo, huku anatembea taratibu kwa madaha. Kumbuka pia ile mitaa mara kwa mara huwa hawapiti watu, kwa sababu ni sehemu ambayo inaogopeka sana. Basi yule binti anapita tu bila uoga, taratibu bana. Dia boy saka muona yule binti, akasema yes, wow, mboga imefika mahara pake. Kama kawaida bwana, Dia boy
akatoka chap kwenye lile jengo, kaanza kumfukuzia taratibu yule binti, kaanza kumsogelea kwa malengo ya kumkamata ili aweze kumbaka. Kweli bwana, akamsogelea. Alipomkaribia yule binti wakati huo yuko bize, yani anasikiliza mziki, haelewi chochote, hasikii chochote, akiwa anatembea taratibu. Basi Dia Boy akamsogelea yule binti. Alivyomkaribia tu yule binti ili aweze kujiandaa kumkaba na kuweza kumbaka. Bwana hii ni part 1. Hii ni part 1. Karibu kwa kufuatilia part 2. Kumbuka story hii inaitwa Kibaka Msanii. Mimi naitwa Modo HD na hii ni Push Media. Usikose kufuatilia sehemu ya pili. Hii ni sehemu ya kwanza. Asante.